Lakini kwingineko yale maandamano ya Irani nimeona taarifa nyingi, lakini miongoni mwa taarifa kubwa kwa sasa hivi tena ni Irani kuzindua kombora. Nimeona taarifa hiyo na jamani. Trump ashasema mimi kule siendi. Sifiki tena, siwapigi tena. Nishagundua kwamba sasa hivi wako fresh. Wapo fiti. Alafu na nyona zindua kombora jipya. Bwana Mtei, hiyo ni taarifa kubwa sana imetokea katika wiki hii. Ya taifa la Iran kuweza kuzindua kombora jipya. Na kombora la masafa marefu linatajwa. Unaita ni Intercontinental Ballistic Missile. Ni kombora ambalo linaweza kutoka bara moja kwenda bara nyingine. Na liliweza kujaribishwa siku ya Jumamosi. Na liliweza kupita katika anga la Urusi. Ulikuwa ni mkakati wa idara ya usalama na ya ulinzi wa Urusi na Iran kuweza kuzindua kombora jipya. Na likafanikiwa kwa kiwango kikubwa katika eneo la Siberia, katika eneo la Urusi. Kwa Urusi waliweza kutumia angarao na nchi yao kuweza kujaribu makombora la nchi ya Iran. Sasa hapa hebu unganisha doti hapa. Katika maandamano ambayo yalikuwa yanaendelea, Trump alisema kwamba ataivamia Iran na ataenda kuondoa utawala. Lakini tukasikia siku moja kabla Urusi walitoa taarifa kwamba Trump unapotaka kuivamia Iran utakuwa unaenda kusababisha kosa kubwa zaidi la kiusalama na hataweza kupelekea machafuko katika eneo la Mashariki ya Kati. Urusi walionya. Lakini siku mbili baadaye wanakuja unatoa Trump akasema kwamba nimeamua mwenyewe sitaivamia Iran. Nimeamua kuacha, utazama. Anauliza kwa nini? Anasema mimi mwenyewe nimetathmini kwa akili yangu, nimeamua sitaivamia Iran. Lakini siku mbili zinakuja Iran wanakuja kuzindua kombora jipya. Hii maana yake ni kwamba Trump alikuwa anajua taarifa za kijasusi kwamba hawa watu wanaweza kupelekea damage, kwa sababu alizotufahamu katika vita ya siku 12 Iran waliweza kupiga ndani ya Tel Aviv ya Israeli. Nakumbuka Iran walilipuliwa maeneo ya nuclear Fordo, Tehas na Isfahan, lakini wakaweza kuipiga Israeli ndani ya siku 12. Na Trump anakiri kwamba vita siku 12 Israeli alipata hasara kubwa zaidi. Kwa sasa ili bomu vile vile ambao wamezindua Iran linaenda kubadilisha sura Mashariki ya Kati. Kwamba ukitaka kuivamia Iran leo inaweza kukushambulia katika nchi yako. Kwa sababu lazima tufahamu kwamba kuna vita baridi, unajua, baada ya Marekani kuipiga Hiroshima na Nagasaki kule Japan. Kuna kiongozi anaitwa Joseph Stalin akasema, jamani, hao wenzetu wamezindua bomu la nyuklia, sisi tunafanyaje? Akachukua na sayansi wake wakaenda kule Moscow, wakadiscuss. Baada ya mwaka mmoja wakazindua Intercontinental Ballistic Missile, bomu la kupiga kune kiwango cha bara moja kwenda bara nyingine. Kwa mzani kati ya Urusi na Marekani ukawa sawa kwenye vita baridi. Kwa wakawa wanaogopa kushambuliana kwamba huyu ana nuclear na huyu ana nuclear. Huyu ana mabomu ya maangamizi na bomu ya maangamizi. Kwa hiyo sasa hii kutazama Iran kuzindua bomu kubwa la Intercontinental, maana ni kwamba sasa inaenda kutishia vile vile sera za Israeli dhidi ya kupambana na Iran. Kwa sababu tunafahamu Israeli amekuwa yeye na nuclear, of course, Israeli katika Mashariki ya Kati. Lakini sasa uzinduzi wa bomu inampa jeuri Ayatollah Khamenei dhidi ya siasa zake na sera zake dhidi ya Mashariki ya Kati. Kwa sasa vile vile kutazama Trump alikuwa anatupa jibu la kinyume kwamba kusema kutoivamia Iran, kwa sababu kwa kweli hiki ndio kilikuwa kipindi cha kutumia hoja ya waandamanaji ambao waliuliwa na mamlaka za Iran kwenda kufanya regime change. Lakini utaweza kufanya regime change ambacho kutazama yule Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya nje wa Iran, alionya kwamba mkituvamia sisi tunaenda kuonyesha Mashariki ya Kati inavyowaka moto. Maana ni kwamba sasa walikuwa wamejiandaa na walikuwa na hata ukimsikiza yule Ayatollah Khamenei alikuwa kila akizungumza mbona kama anajiamini waache waje, na walikuwa wanamtaja kabisa Trump kwamba unajua waandamanaji wanamsikiliza nani, wanamsikiliza Trump tunajua. Na tumewakamata huyu Mossad Shimbet ambao mmekuwa mmewapanga. Na jana nimeona kwa taarifa ya rais wa Iran Masoud Pezeshkian anasema kwamba maandamano katika nchi ya Iran yameruhusiwa, lakini maandamano ambayo yamepelekea kuchoma misikiti maarufu na matukufu, haya ni maandamano ambayo kimsingi yamepangwa na Shimbet na shirika la Mossad
na Marekani. Kwa sasa kwa kweli mimi niliona taarifa ya kuzindua bomu jipya, kwa kweli nimeona kabisa kwamba Mashariki ya Kati sasa hivi kutoka kuna heshima, kwa sababu unajua Mtei, ukitaka uheshimiwe hapa duniani kaka lazima una nuclear. Kwa sababu ukiwa na nuclear unakuwa una uhakika na usalama wako. Kwa hiyo leo unavyofikia kwa mfano mwangalie nani Kim Jong Un kule North Korea, hawezi kumvamia. Urusi hawezi kumvamia. India hawezi kumvamia. China hawezi kumvamia. Ndio. Kuna kiongozi mmoja pale Ulaya ya Mashariki anaitwa Alexander Lukashenko, Belarusi. Anamwambia Putin, mimi nige matatu tu. Nige mabomu matatu nikae nayo. Kwa sababu yale mabomu unajua yalikuwa yapo zaidi katika eneo la Belarusi, Poland na Ukraine. Lakini mwaka 91 baada ya uvusambatika moja ya Kisovieti, na mwaka 96 kuweza kuyarudisha kuwapeleka Urusi. Kwa anaomba Lukashenko, mimi nigeni mara usinigee 100, nigee matatu tu. Nionyeshe kazi yako. Kwa kweli inatuonyesha kwamba kama alivyosema Dmitry Medvedev kwamba duniani ukitaka kuheshimiwa na hususan nchi za magharibi, hakikisha nchi yako unarutubisha mabomu nyuklia, unakuwa nayo kwa ajili ya ulinzi na usalama wa taifa lako. Haya bana, sisi tupo hapa mpaka 3 kamili. Hayo ni machache katika yale mengi ambayo yamejiri kwenye uga wa kimataifa, na nimeona kwenye hiyo taarifa ya Irani pia mkanganyiko umekuwa mkubwa sana kuhusu idadi ya waliofariki kwenye maandamano. Nimeona wapo baadhi ya maafisa ambao wenyewe pia wanazungumza lakini hataki kunukuliwa. Wanasema watu 5,000 wamefariki, lakini shirika lile la Human Rights, Irani Human Rights, IHR lenyewe linasema watu 3,428. Lakini kuna kituo cha televisheni cha upinzani cha Irani ambacho chenyewe kinafanya kazi nje ya Irani, kinasema watu 12,000. Wapo wanaosema watu 20,000. Lakini mamlaka za Irani zilitoa watu kama 500 hivi. Kama 500. Baada ya hapo hawajatoa tena taarifa. Na hiyo hoja nzuri ambayo umeita Mtei. Kwa mfano ya makundi ambayo unayataja. Kwa mfano makundi ya kiharakati, makundi ya haki za binadamu, makundi ambayo wanataka nchi ya sekula ambayo haiongozi kidini. Sawa? Makundi ya wanaharakati ambao wanaishi uhamishoni, makundi ambayo inaungwa mkono na ule Reza Pahlavi. Haya ni makundi ambayo yamekuwa yakipinga serikali ya Ayatollah Khamenei. Kwa hiyo Irani kumekuwa kuna